Hekima yenu haiwezi kutuokoa saizi, wakati watu walishakufa, watu walishauawa, watu walishateswa, watu wameshikiliwa mpaka leo. Mkitaka tuielewe hekima yenu, wakina Butiku, tuambieni wakina Amfle Polepole wako wapi? Wakina Mzee Malisa wako wapi? Au mtuambie, muwatoe hao, mtuambie wako wapi, museme wako wapi? Wakina Soka wako wapi? Wakina Chaula wako wapi? Wakina nani huyu wa Mbeya wako wapi? Hao watu wote waliotekwa, waliopotea, wakina Mdude wako wapi? Ndipo tutakapojua kabisa kwamba kweli hekima yenu inataka kujenga taifa. Nina neno nawe Mzee Butiku, nina neno na wewe Mzee Butiku. Nachotaka niseme kwamba kwa jinsi nilivyokusikiliza Mzee Butiku, naona ni kama bado utaendelea kubaki kuwa mzee wa hovyo, bado utaendelea kubaki kuwa mzee wa hovyo. Kwa nini? Ni kwa sababu hii hapa. Katika maneno yako kuna kitu umekiongea kwamba turejee katika nchi iliyokusudiwa kujengwa wakati wa mwanzo, nchi itakayowika, yenye msimamo, yenye umoja na amani. Haya yalikuwa maneno ya rais wetu Mama Samia tarehe 29. Mimi najiuliza kwamba ni nchi ipi iliyokuwa imekusudiwa au kuijenga kwa namna ipi nchi hiyo iliyokuwa imekusudiwa, kwa sababu kama ni maonezi hayajaanza leo, kama ni dhuluma katika nchi haijaanza leo, kama ni watu kuteswa, kufanyiwa mabaya hayajaanza leo. Sasa tuirejeshe nchi wapi? Tuirejeshe nchi wapi? Tuirejeshe nchi iliyokusudiwa kujengwa kwa namna ipi? Kwa sababu kwenye nchi yetu tumeshaona nchi yetu imejengwa kwa dhuluma, utapeli, ufisadi, manyanyaso, mauaji. Nchi yetu imejengwa hapo sana, na ndio maana imefikia hatua watu hawawezi kujitokeza kuwa majasiri wakaongea yanayoendelea kwenye serikali, kwenye utawala wa namna hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaogopa, wanaofea maisha yao, kwa sababu ni watu ambao hawawezi kuwa huru kuongea. Kutokana na nini? Wanajua tukiongea tu kwamba kupotezwa ni haki yetu, tukiongea tu kuteswa ni haki yetu, kuuawa ni haki yetu. Kwa hiyo nchi imejengwa kwenye misingi hiyo, nchi imejengwa kwenye misingi hiyo. Sasa sijajua wewe unasema kwamba tuirejeshe nchi, kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa anasema tuirejeshe nchi kwenye misingi iliyokusudiwa. Misingi ipi? Kwa sababu viongozi wetu tangu zamani mmetujenga kwenye misingi ya uoga na hofu, kwamba mtu akiwa anaumia, mtu mmoja akiwa anaumia, basi yule mmoja anaachwa na maumivu yake. Nyinyi wengine mnaomshuhudia mnaponya maisha yenu kwa kufunga midomo, kwa kukaa kimya. Mzee Butiku, bado kwa hilo naona ni kama bado utaendelea kubaki kuwa mzee wa hovyo. Kitu kingine ambacho umekizungumza, siku chache zilizopita tulipata tatizo na kidogo tukatetereka. Sitaki kurudia kilichotokea, mnakifahamu. Tangu tarehe 29 tumetembea kidogo, tuna aibu. Umesema kwamba siku chache zilizopita tulipata tatizo ambalo kimsingi unashindwa hata kulitolea maelezo, kuliweka wazi
kwamba ni tatizo gani tulipata. Unaona mpaka aibu kuzungumza juu ya tatizo tulilopata ambalo unazungumza kwamba lilitufanya tuteteleke na tukapata aibu kwa hilo tatizo. Unataja tu tarehe kwamba tatizo lililotokea tarehe 29 wote mnalijua. Ilikuwa vema sana ungetuambia kwamba ni tatizo gani tulilolipata tatizo tarehe hiyo 29. Kwa nini usilitaje kama ambavyo tunaweza tukalitaja wengine kwamba muliua watu, kwamba mulipiga watu risasi ili kupata vyeo ambavyo mmevipata, ili kuendelea kutetea ulaji mnaoendelea kuutetea? Kwa nini usitaje kwamba tarehe 29 tulipata tatizo la kuua watu, tuliua watu? Kwa nini usiseme? Alafu nataka nikwambie mzee Butiku kwamba haya yote unayoyazungumza sasa, ambayo yanaonekana ni kama mnatafuta kujenga, mbona mulishaelekezwa tangu muda? Mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile alizungumza akiwa kanisani ibadani akisema, CCM itazameni nchi, itazameni nchi kabla uchaguzi hujafanyika. Hebu itazameni nchi baada ya uchaguzi itakuwaje. Ioneni huruma nchi baada ya uchaguzi, ioneni kabla ya uchaguzi, ioneni huruma nchi. Aliongea vitu vya namna hii. Humphrey Polepole aliongea kwamba uchaguzi usifanyike, fanyeni kwanza mabadiliko. Alitoa ushauri wa kwamba uchaguzi usiendelee kwa sababu hautakuwa ni uchaguzi wa haki, hautakuwa uchaguzi wa uhuru. Usiendelee, tengenezeni kwanza mambo yanayolalamikiwa na wananchi. Bado mukaonyesha shingo ngumu, bado mkaendelea kuwa na jeuri, bado mkaendelea kuwa na kiburi. Nataka nikwambie kwamba mzee Butiku utakuwa wahovyo sana, kwa sababu wewe ni moja ya mtu uliyeaminiwa. Humphrey Polepole alikuamini, alikutaja kwa sifa njema kwamba ni moja ya wazee waadilifu, ni moja ya wazee ambao kama taifa linatakiwa kujiuliza kwao, lakini bado ukaendelea kuyazungumza yale uliyoyazungumza na kuonyesha ni kwamba yale aliyoyaongea Humphrey si kitu. Bado tunakumbuka ya kwamba Kapteni Tesha alikutaja kwa sifa njema. Alisema wazee kama wakina Butiku walitakiwa wahojiwe, waulizwe namna ambavyo tunatakiwa kuenenda. Walikutaja kwa sifa njema, lakini ulikuja kumtaja na kumsema kwamba humjui, ni kijana muhuni, kijana asiyekuwa mwadilifu. Ukasema kwamba wewe unalijua jeshi na vile vile hujawahi kuona mwanajeshi aliyekosa nidhamu kama yule. Uliongea mengi sana kwa Captain Tesha ambayo yalionyesha kabisa unamkejeli, unaonyesha kuto kuelewa umaana wa kile alichokuwa nakiongea. Sasa nakwambia mzee Butiku, bado utabaki kuwa mwanadamu au mzee wa hovyo kwenye kizazi hiki, pamoja na hayo unayoyazungumza na kuyaongea. Mzee Butiku, uliaminiwa, lakini haukutaka kushika ule uaminifu ambao watu walikuamini. Sasa hayo unayokuja kutuambia leo tunajaribu kuyatafakari, tunaona ya kwamba hapana, nyinyi wazee ni wazee wa ovyo. Kwa nini? Kwa sababu nchi mulitakiwa kuijenga mapema. Maneno yenu hayana hekima kwa sasa. Nchi mulitakiwa kuijenga mapema kabla haijafika kwenye kuanguka au kwenye kupitia kwenye aibu ambayo unasema tumepata aibu. Hiyo aibu ilitakiwa muizibe kabla
Aibu mulitakiwa muizibe mapema, lakini mmesubiri tumeingia kwenye aibu. Hekima yenu wazee, ambayo tulitakiwa tuisikilize kama wazee, tulitakiwa tuitegemee hiyo hekima kwenu nyie wazee, lakini hiyo hekima muliifungia ndani, muliificha mpaka matatizo yakatokea. Tatizo limeshatokea, saizi ndo mnataka muonyeshe ni kama mmekuja na hekima, mnataka ile hekima yenu tuisikilize. Hekima yenu haiwezi kutuokoa saizi, wakati watu walishakufa, watu walishauawa, watu walishateswa, watu wameshikiliwa mpaka leo. Mkitaka tuielewe hekima yenu, wakina Butiku, tuambieni wakina Amfle Polepole wako wapi? Wakina Mzee Malisa wako wapi? Au mtuambie, muwatoe hao, mtuambie wako wapi? Museme wako wapi? Wakina Soka wako wapi? Wakina Chaula wako wapi? Wakina nani huyu wa Mbeya wako wapi? Hao watu wote waliotekwa, waliopotea, wakina Mdude wako wapi? Ndipo tutakapojua kabisa kwamba kweli hekima yenu inataka kujenga taifa.